Huu ni wakati wa neema, ni wakati wa ushindi wa Bwana. Kwa shangwe na vifijo, Dayosisi ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria inamkaribisha msaidizi wa askofu ambaye kwa sasa amechaguliwa kuwa askofu mteule wa Dayosisi ya Mwanga, Mchungaji Daktari Daniel Mono. Kutokea mbali, nje ya mji wa Shinyanga, msafara wa heshima umempokea kwa upendo. Wachungaji, wazee wa kanisa na waumini wengi wamejitokeza kumpokea. Mchungaji Daktari Mono alikuwa kikazi Burundi akitumikia kanisa kwa uaminifu, lakini Mungu kwa mapenzi yake makuu alimuona, akamchagua na kwa kura 127 za ndio alimuinua kuwa askofu mteule wa Dayosisi ya Mwanga kupitia mkutano mkuu uliofanyika Machi 10, 2025. Leo ni ushuhuda kwamba Mungu hawaiti watu kwa bahati mbaya, bali huwainua kwa wakati wake. Dayosisi ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria imeshuhudia safari ya mtumishi huyu wa Mungu kutoka kuwa katibu mkuu, kisha kuwa msaidizi wa askofu, mpaka kuitwa na Mungu kuongoza Dayosisi ya Mwanga. Mchungaji Dr. Mono kama msaidizi wa askofu katika Dayosisi Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria amekuwa na mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba tuna implement yale au tuseme maono ya Dayosisi yetu ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria. Kuna mipango mingi ambayo imepangwa na kanisa au dayosisi yetu ambayo watekelezaji ni wakurugenzi mbalimbali. Yeye alikuwa ni mkurugenzi wa misioni na uinjilisti. Kwa hiyo yeye ndiye alikuwa amebeba kabisa majukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunatekeleza namna ya kuanza makanisa, kuwafikia watu ambao hawajafikiwa na Injili na kazi nyingine mbalimbali zinazohusiana na kazi hizo za misioni. Lakini pia hata kazi za utawala za kumsaidia askofu katika majukumu yake ya kila siku. Mchungaji Dr. Mono kwanza kabisa ni declare interest kwamba ni mwanafunzi wangu wa mazoezi. Mimi nikiwa mchungaji, yeye akitoka Makumira alifanya mazoezi chini yangu tukiwa usharika wa Emmanuel kule Sengerema. Kwanza ni mbunifu, la kwanza katika utekelezaji wa majukumu ni mbunifu sana, lakini pia ni mtu anayependa kazi na majukumu yake. Ni mtu ambaye anatamani kutimiza mipango yake aliyoipanga, akisha kwamba anaifikisha kule ambako anakusudia ifike. Ila ni mchungaji wa kiroho sana. Ni mchungaji ambaye anapenda kuona kazi ya Mungu ikistawi na watu wengi wakivutwa nuruni. Ni mvumilivu niseme pia, lakini ni mtu ambaye ana maono makubwa anayosaidia kuenea au hata kuendelea kwa kanisa. Dayosisi ya Mwanga imepata kiongozi. Ninaamini matarajio yangu makubwa ni kwamba anaenda kuiunganisha dayosisi, lakini pia anaenda kuivusha dayosisi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ninaamini ya kwamba Mchungaji Mono ni Mungu amemuita na ni Mungu amemchagua, na alikuwa ni wakati sahihi yeye kuitwa kufanya kazi katika Dayosisi ya Mwanga. Amekuwa mzoefu, amefanya kazi kama mchungaji. Zamani kabisa alikuwa mchungaji wa usharika wa Ushirombo. Baadaye amefanya kazi kama mratibu wa kwanza kuandaa Dayosisi Kusini Mashariki ya Victoria kuwa dayosisi. Lakini baadaye pia amefanya kazi kama katibu mkuu wa kwanza wa dayosisi yetu Kusini Mashariki ya Victoria. Akatoka kuwa mkuu wa jimbo pia la Magharibi Kahama. Na baadaye alibaki na jimbo peke yake, na baadaye Mungu akamuita kufanya kazi kwenye ofisi ya msaidizi wa askofu wa Dayosisi Kusini Mashariki ya Victoria. Uzoefu ule naamini akienda kutumia vizuri, Dayosisi ya Mwanga inaenda kufaidi sana uongozi wake. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na Dayosisi 28. Sisi kama Dayosisi Kusini Mashariki ya Victoria kutoa askofu mteule kwanza ni heshima kubwa sana kwa wanadayosisi. Inaonyesha jinsi gani ambavyo dayosisi ina utulivu, ina amani, lakini pia jinsi inavyopiga hatua. Watu wameridhishwa na jinsi tunavyoendelea sisi kama wanadayosisi, lakini pia sisi kama wanakanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Ndio maana sasa kati ya dayosisi 28 msaidizi wetu wa askofu ameonekana kwamba angelifaa kwenda kuchukua jukumu la kuiongoza Dayosisi ya Mwanga. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunamtukuza Mungu sana kama wanadayosisi.
na tunajivunia sana jambo hili, na tumeona kwamba ni heshima kubwa mbele za Mungu, hata mbele za watu pia, kwamba askofu mteule wa Dayosisi ya Mwanga ametoka kwetu. Kwa hiyo niwaombe sasa wanadayosisi kusini mashariki ya Victoria wamuombe Mungu ili atupe mtendakazi mwingine atakayechukua wajibu aliokuwa nao mchungaji Dr. Mono hapo kabla. Ninachoweza kumwambia Dr. Mono ni kwamba anaenda kuwa baba wa wachungaji, baba wa washarika. Ajue kwamba sasa kila mmoja kwenye dayosisi jicho lake litakuwa ni kwake, ikimwangalia yeye anafanya nini na anaelekeza nini. Yeye anaenda kuwa kioo cha dayosisi na alama ya Dayosisi ya Mwanga. Kwa hiyo tunamwombea Mungu amwezeshe atambue hilo, kwamba sasa ana wajibu wa kuiongoza ile dayosisi. Sikujua kama kuna jambo la namna hii. Nilipofika pale, tulipofika hapo karibu na VETA nyuma kule, nikamsikia baba askofu anamwambia dereva punguza mwendo. Wakati tukitoka huko mbali alikuwa anamwambia kimbiza gari. Kidogo nikakuta cruiser moja ya PLI ya baba askofu. Nikaambiwa hama, sasa hamia kwenye gari hii. Kidogo nikakuta magari mengine kidogo mengi. Nikamuuliza baba askofu, kumbe ndio ulikuwa mpango huu? Nikaanza kujiuliza nini kinaendelea, maana kweli sikufikiri. Nikaona na tarumbeta. Nikasema sasa hapa ngoja tutaona huko, lakini nikaanza kuhisi pengine kuna jambo. Nimefika hapo nje nimechanganyikiwa zaidi na nilishindwa kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Niseme mambo machache tu. Jambo la kwanza, ninamshukuru Mungu kwa yote ambayo ametenda. Namshukuru Mungu kwa kuniona, kuniita kuwa mchungaji, kuniweka kutumika maeneo yote ambayo nimetumika kwa neema yake, akinivumilia katika mapungufu yote nilio nayo. Lakini pamoja na mapungufu hayo akaona aniite tena. Kwa ninamshukuru Mungu na ninapokea wito wake kwa unyenyekevu na kwa shukrani. Lakini pili, ninakushukuru sana baba askofu Dr. Yohana Nzelu, mkuu wa Dayosisi Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria. Umekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu. Wengi wenu mlioko hapa, wengi wenu mmemfahamu Askofu Nzelu baada yangu. Wengi hamjui. Kwa ni rafiki. Ukiacha wachache sana wamemfahamu pengine kabla yangu kwa sababu ni ndugu. Kuna picha yetu tutaiachilia siku moja. Tulipiga tukiwa kama vinukta, tukiwa kule Sengerema miaka zaidi ya 20 na imepita. Tukiwa na baba askofu Dr. Makala akiwa msaidizi wa askofu kule Mwanza. Kwa hiyo tumeishi miaka yote kama brothers, kama marafiki, lakini ndugu. Na hata ilipofika kwenye kufanya kazi pamoja, umenipokea, tumefanya kazi pamoja katika level mbalimbali, ukiwa na nia njema sana na mimi, na hata nimeenjoy sana kuwa msaidizi wako. Kwa kweli asante sana na Mungu akubariki sana. Lakini jambo la tatu, mengine nitasema najua kutakuwa na siku nyingine, lakini nikushukuru kwa namna ambavyo umekubali kufanya kazi na mimi, na hata mambo haya yalivyotokea ulivyonishirikisha kwa upendo, ulivyonituliza, na hata sasa umeendelea kunishika mkono. Asante na Mungu akubariki wewe pamoja na mama. Lakini tatu, nikushukuru sana baba askofu Dr. Makala kwa malezi yako, kwa kutuonyesha njia, ushauri, maombi. Jambo hili limetokea mimi nikiwa kule, tukiwa kule.
na nilikuwa nimepokea taarifa baba askofu anamalizia kipindi, natakiwa nusu saa tu nisimame nifundishe na mimi. Nilikuwa na muda kidogo wa kupoteza network, lakini wazee hawa, baba na mama pamoja na mke wangu, walipata kazi ya kuniweka sawa, network irudi, na baadaye tukaendelea na kazi ya Bwana kama ilivyokuwa imepangwa. Lakini kuna mengi muda hautoshi kueleza, lakini asante kwa malezi, asante kwa baraka nyingi, na hata tufanya tukatambulika, kufahamika, na hata mtu akaweza kusema ngoja tuangalie huko, na kushukuru sana. Lakini 4, ushukuru ofisi yote sasa ya diocese. Nimeshamtaja baba askofu, katibu mkuu, mtunza hazina, watemwishi wenzangu wote, wakuu wa majimbo, wachungaji wenzangu, kwa namna ambavyo tumeshirikiana katika kufanya kazi, na kipekee kwa miaka yangu 2 ya kuwa kwenye ofisi ya msaidizi wa askofu. Nimewafurahia na ninawaomba mniombee, tuombee mimi na mke wangu huko tunako kwenda, na mimi nitaendelea kuwaombea. Baba askofu amesema anaulizwa swali linalofuata, mimi kazi yangu ni kuliombea hilo swali linalofuata, na ninaamini katika uaminifu wa Mungu kwa 100%. Bwana ni mwaminifu sana. Sijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba haja zenu zijulikane na Mungu. Ni washukuru waimbaji, mmenipa nyimbo za kitume. Sijui mlifanya mazoezi lini, lakini leo hii imeimba kana kwamba mlifanya mazoezi ya muda mrefu, lakini pia ujumbe ambao ni mzito wa kitume. Asanteni na Mungu awabariki. Sikustahili mapokezi ya namna hii, lakini nimeuona upendo wenu. Sikutarajia mapokezi ya namna hii, nimepokea kwa unyenyekevu wote. Asanteni. Na wakati ninakuja, naona msafara unavyosogea, nikaanza kusema haya ndiyo madeni ninayopewa katika utume ninaoitiwa. Haya matarumbeta haya, hawa watu kukaa namna hii hapa, mimi kwangu kwenye diary yangu nimeshaandika deni namba 1 nimelipata hapa, ambalo linanidai utumishi. Kwa hiyo asanteni sana kwa namna ya kujitoa kwenu, asanteni sana kwa muda wenu, asanteni kwa mapokezi haya. Kwanza kabisa na mshukuru Mungu kwa ajili ya Dr. Mono, lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza sana mchungaji Dr. Mono kwa kuchaguliwa kuwa askofu wa pili wa Diocese ya Mwanga. Dr. Mono atakumbukwa kwa mambo mengi sana kwenye diocese hii. Kwanza alikuwa mratibu wa uanzishwaji wa diocese, na alifanya kazi kubwa sana katika kazi yake ya kuratibu diocese Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria iweze kutokea, lakini pia alifanya kazi kama katibu mkuu wa kwanza wa diocese. Kwangu mimi alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anajua anachokifanya. Amefanya kazi zake vizuri kwa utaratibu mzuri, na mimi nilipoingia ofisini haikunipa shida kutafuta hiki kiko wapi, maana kila kitu alikiweka mahali pake kwa wakati ulikuwa unatakiwa. Lakini Dr. Mono atakumbukwa kwa kuanzisha kanuni, taratibu nyingi sana ambazo zinatuongoza na tunazifuata mpaka leo. Tunajua kwamba hakuna ofisi inayosimama peke yake kwenye kanisa, maana kanisa letu ni taasisi, na kama taasisi kuna taratibu na kanuni na sheria ambazo zinatuongoza kuhakikisha kwamba nafasi iko wazi, inajazwaje. Lakini pia nafasi hizo hazijazwi na mtu mmoja, ni maamuzi ya vikao. Kwa hiyo vikao vitatuelekeza na vitatushauri tunafanyaje. Lakini kwa hakika ni kwamba kwa kuwa Mungu alimuinua kwenye hiyo nafasi, bado Mungu yule atatusaidia kwamba kazi za hapa zitaenda vizuri. Kwanza namshukuru Mungu sana kwamba Dr. Mono hakwenda kuomba nafasi wala hakwenda kugombea. Ni Mungu alimuita kupitia wale watu walioko pale. Kwa hiyo ninachojua ni kwamba mahali popote Mungu anapokupeleka atakusaidia. Lakini ushauri wangu kwa wanamwanga, kwanza ni kumpokea, kumpenda, kumsaidia, lakini kumpa ushirikiano.
na kumheshimu kama baba sasa wa ile diocese. Lakini vinginevyo umoja na ushirikiano wao pamoja utawavusha na watakuwa mahali pazuri sana. Leo kuna shangwe, kuna shamla za kumpokea askofu mteule Dr. Daniel Mono ambaye ameteuliwa au amechaguliwa kuwa askofu wa Diocese ya Mwanga. Twende au nenda pamoja nami tukawasikilize wachungaji lakini pia na waumini kutokea hapa kanisani KKT Ebeneza Shinyanga. Wanazungumziaje kuhusu tukio hili lakini pia wanamzungumziaje Dr. Mono? Kwa niseme kwa muda mfupi ambao nimemfahamu Dr. Mono ni mchapakazi, ni mtu mwenye maono, lakini ni mtu anayependa huduma, ni mtu pia ambaye ana mawazo ya kimisionari kupanua kanisa na kadhalika, lakini pia ni mtu ambaye anapenda kazi zifanyike na zionekane kwa wakati. Ni mtu ambaye ana mpangilio mzuri sana wa majukumu yake na kazi zake. Kwa waumini mimi nafikiri ni jambo la kujivunia kwamba wanaweza kutoa mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi katika diocese na katika kanisa kwa upande wa diocese ya kule ambako amechaguliwa. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana. Kwa hiyo nafikiri wanayo kazi kubwa pia ya kuendelea kuombea diocese, kuombea wachungaji, kuombea na viongozi waliopo ili waendeleze kutimiza majukumu yao, ili nafasi ambayo ameiacha basi iendelee kupata kutimiziwa kazi kama ambavyo alikuwa anafanya. Kwa kweli Dr. Mono ni mtumishi ambaye Mungu amempaka mafuta, na kuchaguliwa kwake katika Diocese ya Mwanga kiukweli ni Mungu pekee ambaye amemuona. Hakuna mtu yeyote aliyeweza kumchagua ila ni Mungu pekee. Kwa hiyo namzungumzia ni mtumishi ambaye kiukweli amebarikiwa na mpakwa mafuta, na tuendelee kumuombea ili aendelee kubarikiwa zaidi ya hapo, na tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya mtumishi wetu Mono. Kwa kweli tujitie moyo. Tumehuzunika pia tumefurahi. Kwa sababu hilo ni kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tumeambiwa tuwe tayari wakati wowote na muda wowote ambao Mungu atatuhitaji mahali popote. Kwa hiyo hata sisi tumekubaliana na hilo, na nawashauri pia tu waumini wenzangu kwamba tukubaliane na hilo swala kwa sababu limetokea. Ninampongeza kwanza kwa kuchaguliwa kuwa askofu, lakini Dr. Mono ni mtu ambaye mimi ninamfahamu kidogo kwa karibu kwa sababu nimekuwa mwanafunzi wa uchungaji na nimefanya mazoezi chini yake. Kwa hiyo nimemwelewa kwamba ni mtu wa aina gani. Moja, ni mtu ambaye anasimamia misimamo ambayo ni lazima ikamilike. Kwa hiyo malengo yake ya lazima yatimie. Kwa hiyo si mtu ambaye ana vitu vya kuishia katikati. Kwangu mimi ninamuona kwamba ni kiongozi ambaye anafaa na ambaye ana uwezo wa kulifanya jambo likaonekana. Jambo la mabadiliko ni jambo la kawaida kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo ninapenda kuambia wana Diocese ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria kwamba tuyapokee mabadiliko haya, lakini tuamini kwamba Mungu amemchagua mtumishi wake kwenda kusimama na kuiongoza Diocese ya Mwanga. Hivyo atamchagua tena mtu miongoni mwa waliopo kwa ajili ya kuweza kusimama kwenye nafasi ambayo Dr. Mono ameiacha. Kwanza ni furaha kwa sababu ameaminika kutoka ndani ya diocese yetu ya DKMZV. Ameweza kuona kwamba kuna potential ambayo inaweza ikaenda kufanya kazi katika sehemu nyingine. Lakini katika uteuzi wake pia inazungumzia upande wa utendaji wake. Dr. Mono ni mtu ambaye ni mtendaji na ni mtu ambaye yuko strictly katika kufanya maamuzi yake na kutenda kazi zake. Lakini pia ni mtu ambaye ana uwezo wa kutembea na time management. Kwa hiyo niwasifie Mwanga kwamba wamepata kichwa ambacho kitawasaidia kuwavusha. Lakini pia ni mtu wa maono, maana yake ni mtu wa vision. Kwa hiyo watu wa Mwanga wampokee na wazidi kumuombea na kutembea naye katika maono ili aweze kuwafikisha sehemu ile ambayo Mungu amepanga kazi yake ifike. Ujumbe kwa wana DKMZV, napenda kuambia kwamba wasishtuke, lakini wamshukuru Mungu kwa sababu wameweza kutengeneza kiongozi ndani ya diocese yao. Kwa sababu ameanzia kazi ndani ya DMZV kaja DKMZV. Kwa hiyo still bado wana nafasi ya kuendelea kutengeneza viongozi wengine kama walivyomtengeneza Dr. Mono. Kwa hiyo waendelee kumuombea Dr. Mono, lakini waendelee kuwaombea wachungaji wetu wengine waliobakia ili nao wakaendelee kuwa visionary leader kama alivyokuwa Dr. Mono. Kwanza kwa habari ya kuchaguliwa
Dr. Mono kuwa askofu wa Mwanga ni jambo zuri ambalo tunamshukuru Mungu. Tunaamini kuwa ni Mungu mwenyewe amehusika kumchagua mchungaji Dr. Mono kuwa askofu mteule katika dayosisi hiyo ya Mwanga. Lakini kikubwa zaidi tunaonea wivu watu wa Mwanga kwamba wamepata kiongozi mzuri ambaye ni mahiri katika utendaji mzuri wa kazi ya Mungu. Kwa umini wa kanisa hasa dayosisi yetu kusini mashariki ya Ziwa Victoria, kwanza tunapaswa tuwe na utulivu katika kipindi hiki, lakini pia tuendelee kumuomba Mungu. Tunaamini kabisa Mungu atatupa kiongozi mwingine bora miongoni mwa wachungaji tulionao katika dayosisi yetu kusini mashariki ya Ziwa Victoria. Nastahili kwa sababu ya kazi zake na kujituma tangu akiwa mchungaji akawa katibu mkuu wa dayosisi ya kwetu hii ambaye ni Shinyanga na Simiyu, na mpaka sasa hivi kweli anafanya kazi, anastahili kabisa. Kipekee na mshukuru Mungu. Tunaelewa tunapofanya kazi katika huduma ya kiutume ya Mungu, mara nyingi anatuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tukio la Daktari Mono kuwa askofu mteule wa dayosisi ya Mwanga, mimi kwangu kwanza ninaifurahia kwa sababu ametumika katika nyadhifa mbalimbali kanisani. Kwanza akianza kuwa mchungaji wa kawaida, akawa mkuu wa jimbo, akawa msaidizi wa askofu, lakini tunaona matunda yote hayo katika kazi aliyoifanya miaka yote, anafikia hatua kuwa na nafasi ya kuwa askofu mteule katika wakati huu. Kwa kwangu mimi ninaichukulia kama ni sehemu ya matunda ambayo Mungu anaendelea kujizalia kupitia mtumishi wake. Kila jambo linatokea kwa majira na kwa wakati wake, na wakati mwingine Mungu anakuwa ameandaa majira hayo na nyakati hizo. Ninaloliamini ni kwamba Mungu amemtuma kwenda kufanya kazi katika dayosisi ile ya Mwanga, na mimi ninajua alikuwa na nafasi ya msaidizi wa askofu katika dayosisi hii. Ninachokijua ni kwamba kazi ya Mungu itaendelea, na waumini tuendelee kumuombea ili kula anapokwenda basi aifanye kazi ya Mungu iliyo njema kabisa. Upendo wa Mungu umetenda na nguvu ya huduma imeonekana, na sasa dayosisi inampa baraka zake askofu mteule Daktari Daniel Mono, aliyeteuliwa si kwa mapenzi ya wanadamu bali ni kwa mapenzi ya Mungu.